Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mzee wa data, tunafahamu tuna finali ya kombe la shirikisho ambako Tanzania tuna mwakilishi mmoja tu, Simba pekee. Hivyo basi kuelekea finali hii, Watanzania wengi, watazamaji, tunatamani kufahamu mambo mazuri tu yenye faida kwa upande wa timu ya Simba Sports Club Mnyama dhidi ya RS Berkane. Kwako mzee wa data, small details kuelekea mchezo huo, madhaifu fulani hivi ya timu hiyo ya RS Berkane ambako pengine Simba Watanzania wakisikia wanaona kabisa angalau tunaona nafuu. Ni kweli yapo mambo kadhaa ambayo ni chanya kwa Simba, lakini yakawa hasi na tishio kwa RS Berkane. Kama ilivyo kwa RS Berkane kwa Simba, lakini hapa kwa sababu tunaangalia chanya ya Simba dhidi ya RS Berkane, kwa jambo moja ambalo naweza kuligusia leo hii ni juu ya namna unavyozuia kwa majukumu ya mchezaji mmoja mmoja. Ikumbukwe RS Berkane wamefika finali ikiwa ndio timu yenye ukuta imara zaidi. Mechi 10 walizocheza wameruhusu mabao 2 tu, kwa maana kuanzia hatua ya makundi mechi 6, robo finali mechi 2, nusu finali mechi 2. Simba wanakwenda kucheza na RS Berkane ikiwa RS Berkane ambayo licha ya kuruhusu mabao 2 ndio imefunga mabao mengi ambao mabao 18. Wao Simba mechi 10 kuanzia hatua ya makundi wamefunga mabao 11, wameruhusu mabao 6. Sasa faraja pekee ambayo ni vizuri kuifahamu ni juu ya tabia mchezaji mmoja mmoja. Maana kimfumo wao huwa wanapenda kucheza kwa chini ya mwalimu Muin Shaban, hasa wanapocheza mechi tough kama hii ya finali dhidi ya Simba. Kama walivyoanza kucheza dhidi ya CS Constantine katika nusu finali mechi ya kwanza na kushinda 4-0, matarajio ni kwamba baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi 4, kuna kiungo mmoja anayelinda walinzi 4, alafu kuna viungo 4, alafu kuna mshambuliaji kinara 1. Sasa hawa kwenye cheza yao kwa mfumo huu unawapa nafasi wanaposhambuliwa. Hao 4 wanapata support mara moja na kiungo mmoja wa kiulinzi anaungana nao wanakuwa 5, lakini wale 4 juu nao wanarudi faster. Wale wakati wawili wana drop na wale wengine pia wapembeni wana drop, kufanya kuwe na mshonano mkali kweli kweli, kiasi ya kwamba timu pinzani wanakosa fursa ya kumfikia golikipa wao. Timu pinzani wanaweza kanamiliki sana mpira, wanaopiga mwingi, ila fursa ya kupiga mashuti kwa usahihi na kufunga na kwa mtihani mzito kwao. Ndio maana katika mechi moja wapo, kwa mfano ya hatua ya makundi, walicheza dhidi ya RS Berkane, walipocheza kwao Morocco. RS Berkane walipocheza dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini, walihakikisha kwenye kucheza 4-1-4-1 kwenye makaratasi, kwenye kucheza average position, nafasi kwa wastani ilikuwa baada ya golikipa ni 8-2 au 2-2. Kulikuwa washambuliaji wawili, Riyad Imad pamoja na Osama Lamliwi. Wengine wote 8 waliweka hapa mshonano, ikawa ngumu kwa Stellenbosch, wakafungwa 5-0. Mechi nyingine waliocheza Afrika Kusini waliwaachia mpira Stellenbosch, walimiliki mpira 61%. Ni mechi ambayo walishinda 3-1 RS Berkane, kwa sababu wao ukiwa na mpira hupati hiyo nafasi ya kupiga shuti kumfikia kipa wao. Stellenbosch walipiga shuti moja tu dakika 90 la kulenga shabaha kati ya mashuti 8 waliopiga. Of course walipiga mashuti 8, mawili yalilenga shabaha, mawili. Hakuna goli, walifunga moja, wakafungwa 3-1. Sasa aina hii ya uchezaji wao ndio ambao matarajio watacheza dhidi ya Simba. Sasa kwenye kuzuia kama timu excellent. Hasa inabidi tumeng'enye sasa, tuende kwa mchezaji mmoja mmoja. Kimfumo anazuia kwa mtindo huo. Namna pekee ya kuweza kufungua ukuta wa namna hii zipo nyingi, lakini mojawapo ni kudribble mipira, kupiga chenga. Kwa wenye uwezo basi ukimwona ambaye huyu na size yangu unampita, matokeo yake unavuruga utaratibu wao wa kiulinzi, kwa sababu itabidi ahitaji msaada kutoka kwa mchezaji wake mwingine, hali ambayo itafanya wachezaji zaidi ya mmoja, yani 2 mpaka kwenda juu, kwenda kwenye mpira wa mchezaji alionao mmoja wa Simba, na hivyo kutoa fursa kwenye upande mwingine, wengine wapate nafasi. Nadhani imeleka vizuri. Mzee wa data, hapo. Natamani nitakuuliza swali moja baada ya moja. Nataka tuanzie upande wa golikipa. Kwa mpira ile ambayo RS Berkane, walinzi wao pamoja na kila mchezaji wa RS Berkane namna ambavyo wanavyozuia. Natamani kufahamu hapo. Acha ukorofi. Golikipa utampitaje? Mimi nazungumzia habari ya kupitwa. Tunasema ile mtu unakuwa dribbled past, unapitwa, ndicho ninachokizungumza. Sasa golikipa yeye haionyeshi kupitwa, isipokuwa ameruhusu hayo mabao 2. Sasa kwa hiyo kwenye eneo hili hapo kwenye golikipa Munir Mohamed ndio huwa anaanza mara kwa mara, utanisamee. Katika ule mfumo wa 4-1-4-1 baada ya golikipa. Golikipa hapa ameruhusu mabao 2 tu. Natamani tuanzie kwa hawa 4.
Kwa lugha nyingine unaanzia beki mbili, beki tatu, namba 4, namba 5. Good. Beki mbili huwa anacheza mara kwa mara beki anaitwa Haitham. Haitham Manyuit, umri miaka 24. Yeye mpaka dakika hii katika mechi alizopata kucheza kati ya hizi mechi 10 amepitwa mara 3. Ni beki mbili, mgongoni nambari 20. Kwa hiyo wachezaji wa Simba, watazamaji kwenye matangazo mubashara kwenye runinga, watakofika uwanjani, nambari 20 mgongoni, huyu Haitham Manyuit, wapinzani katika mechi ambazo RS Berkane amecheza kuanzia 6 hatua makundi, 2 robo, 2 nusu na sasa wako finali, kapitwa mara 3 tu. Kwa hiyo mchezaji yote wa Simba, hapa tunazungumzia Elie Mpanzu Kibisawala, wakati anafanya mambo yake, ana dribble mipira, ajue huyu mwamba anaenda kukutana naye, amepitwa mara 3 tu. Kwa hiyo siku hiyo afanye ya ziada ili kufanikisha mipango ya Simba, kwa sababu uwezo wa kudribble Elie Mpanzu Kibisawala excellent. Hata kipango mwingine kama labda Kishasambi, Kibu akienda huko, wajue amepitwa mara 3. Sawa, tunde kwa huyu mmoja. Kwa maana ya namba 3 sasa. Yes. Au maki nimetaja namba 2. Yes, ni kweli. Namba 3 huwa ni Hamza El Musawi. Umri miaka 32. Yeye amecheza mechi 7, amepitwa mara 3 pia. Katika mechi zote alizocheza hizo 7, kapitwa mara 3. Na dakika alizocheza ni dakika 573. Wastani wa dakika 82 kila mechi. Mechi zote alizocheza kapitwa mara 3. Mgongoni namba 19. Sawa, kuna huyu namba 4. Namba 4 na 5 hapa huwa wanacheza mara nyingi. Kwa hivi karibuni wanacheza wawili ambao ni kuna Adel Tahif ambaye yeye mgongoni namba 13, halafu kuna mwenzake anaitwa Abdelhak Asal mgongoni nambari 15. Huyu Tahif kapitwa mara 2. Huyu Asal kapitwa mara 1. Lakini wakati mwingine asipocheza mmoja wao hapa, anacheza Isufu Dayo, kaka mkubwa. Yeye mgongoni namba 4. Isufu Dayo yeye amecheza mechi 8, dakika 595, hajawahi kupitwa kokote na timu yoyote na mchezaji yoyote timu pinzani. Katika mechi 10 walizocheza, yeye kacheza mechi 8, hakuna mchezaji wa timu pinzani amempita Isufu Dayo. Kwa hiyo wakicheza wale wawili, Asal pamoja na Tahif kapitwa mara 2, Asal mara 1. Akicheza Isufu Dayo hajawahi kupitwa. Hizi mechi dhidi ya Simba katika finali ndio zitakuwa za kwanza kama atapitwa kwake. Tumalize na huyu namba 5. Nimetaja namba 5 na namba 4. Lakini nikakutajia na ambaye anakuwa nje lakini anaweza kucheza. Basi kaka mkubwa Isufu Dayo. Kwa hiyo hao wote nilowataja ni katika kukitimiza ule ukuta watu 4 pale nyuma. Sawa. Wanatumia 4-1-4-1. Tuanze sana na mmoja huyu hapa baada ya mabeki anayefuata. Good. Huyu mmoja mbele yao kwa kiasi kikubwa anachangia sana hawa wakati kutopitwa sana. Nimekutajia. Tahif kapitwa mara 2. Asal kapitwa mara 1. Isufu Dayo alipocheza hakupitwa. Anayewapa jeuri ni huyu mchezaji mrefu kuliko wote katika kikosi kinachoanza mara kwa mara. Huyu ni mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, anaitwa Mamadou Lamine Camara. Yeye ameshapitwa mara 3. Ndio yupo katika kuwalinda walizi 4. Yes. Twende kwa hao 4 kutoka namba 1, huyu wa mmoja anayefuata. 4 wanaofuata kulia huwa anaanza Paul Bassene, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal. Yeye ameshapitwa mara 2. Mgongoni Paul Bassene ni namba 30. Huyu Camara aliyotoka kutajia mgongoni namba 6. Kwa hiyo watazamaji wakiangalia kwenye runinga wajue namba 6 mgongoni ndio Camara. Yes. Ni mrefu kuliko wote kama nimetoka kueleza, futi 6 plus na amepitwa mara 3. Ila huyu Bassene ni kwenye ile 4 sasa. Anatokea upande wa kulia, ni kama winga wa kulia. Mgongoni namba 30 kapitwa mara 2. Yes. Sawa, hapa pia ndani niseme kwamba utaweka sawa kidogo kwamba uliposema kulia ukimaanisha kwamba ni namba 7 na huku kushoto kama namba 11, si ndio? Ndio, katika ule mfumo 4-1-4-1 maana yake kuna kuwa namba 7, namba 11 kwa maana majukumu kiuchezaji. Lakini sio mgongoni. Mgongoni huyu namba 7 huyu ni Paul Bassene, mgongoni nambari 30. Halafu wa kushoto sasa ambaye wewe unaweza kumuita namba 11. Mgongoni nambari 21. Naye sio mwingine, anaitwa Yusuf Mehri. Huyu kapitwa mara 5. Huyu wa kushoto. Kulia? Wa kulia ndo Paul Bassene, kapitwa mara 2. Sawa, alafu katikati sasa hapa katikati wako wawili. Kwa hiyo ni double pivot. Ni wawili. Hauwezi kusema double pivot kwa sababu wana mmoja nyuma. Wakishangika nao watakuwa 3 sasa. Inategemea tu katika mfumo wa 4-1-4-1. Hawa wawili kuna mwamba anaitwa Ayubu Khairi, mgongoni nambari 8. Yeye kapitwa mara 3. Halafu kuna mwamba mwingine mgongoni namba 17. Huyu
anaitwa Yasin Labiri. Labiri. B yani pale inaandikwa LABHIRI. Yasin Labiri. Huyu ndo mchezaji amepitwa mara nyingi kuliko wachezaji wote kwenye kikosi kinachoanza mara kwa mara. Kapitwa mara 9. Lakini yule noktajia wa pembeni kushoto kapitwa mara 5 ambaye ni Yusuf Mehri. Kwa hiyo hapa Labiri kapitwa mara 9. Tumalize sasa na mmoja wa mwisho. Mmoja pale mbele huwa anacheza mara kwa mara ni Osama Lamliwi. Yeye mgongoni namba 9 hajapitwa katika mechi zote 10. Na unaweza kaelewa. Yeye katika jukumu lao kwenye kucheza mara nyingi huwa anafanya pressing, shinikizo. Huwa haimkuti ile hali ya kwa 1v1 apitwe. Kwa hiyo ndio maana unaweza kaona kwamba ni tafsiri inakuja kwa nini hajawahi kupitwa moja. Lakini pili, pengine ana kauvivu katika kutekeleza majukumu ya kiulinzi, off ball movement, katika kupambania mipira kwa nafasi yake. Mwalimu Shaban pengine hambani sana katika jukumu hili, lakini anafanya kule juu kwenye final third wakati anapofanya pressing, shinikizo, yeye ndo kwa kinara katika kufanya hili. Hajapitwa katika mechi zote. Kwa lugha nyingine, Chris na watazamaji wako wajue kwamba katika kikosi cha RS Berkane kinachoanza mara kwa mara, anayeongoza kupitwa Kibu Dennis Prosper akiwa na mpira, alafu anamuona mbele yake au Elimpanzu Kibisala au Jasha Aua, Fabrice Luamba Ngoma, Deborah Fernandez Mavambo, Lada Kichasambi, yeyote, whoever, Steven Dese Mukwala, Leonel Atebambida, Kapombe ambaye huwa anapanda anakuwa kama playmaker, Shabalala, Valentin Nouma, yeyote, ni kwamba ambaye huwa anapitwa sana katika mechi hizo alizocheza RS Berkane mpaka sasa ni yule Labiri ambaye amepitwa mara 9, mgongoni nambari 17. Anayefuatia ni Yusuf Mehri, mgongoni nambari 21 ambaye kapitwa mara 5. Labiri mara 9. Mehri mara 5. Waliofuatia mara 3 ambao unazungumzia Musawi beki 3, unazungumzia Haitham Manyuit beki 2 ambaye yeye beki 2 nambari 20 mgongoni, beki 3 namba 19 mgongoni. Unazungumzia Khairi Ayub mgongoni namba 8 naye kapitwa mara 3. Unazungumzia mwamba mwenyewe kabisa katikati pale katika 4-1 ile moja ya nyuma inayozuia, nimemtaja mara kwa mara, anaitwa Mamadou Lamin Kamara mgongoni namba 6 kapitwa mara 3. Lakini wengine hao utata kidogo kwa sababu Asal mara 1, Tahif mara 2, Basene mara 2. Nadhani tumejaribu kuwataja wote. Kwa hiyo ni kwamba kwa kujua vitaarifa hivi small details kwa kiasi fulani inaweza kachangia benchi la ufundi ambao tunajua wanajua hata kabla pengine jukwaa hili kutazama hiki tunachokisema, najua wanajua, lakini kama wamesahau basi wajue kwamba kwa timu nzima mfumo wake wa kiulinzi, mfumo wao excellent, lakini kuna tabia za mchezaji mmoja katika kuteza majukumu haya kwenye namba ndio inaonyesha namna hii kwamba nambari 21 mgongoni Yasin Labiri, ukiwa na mpira jaribu kumpita, maana waliojaribu wamefanikiwa mara 9. Anayefuatia ni Yusuf Mehri mgongoni nambari 21, ashapitwa mara 5 wakati akitekeleza jukumu la kiulinzi. Hata mimi nikushukuru. Shukrani jazilan. Asante sana. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.